kwenye very aggressive tukatengeneza majeruhi. Ukiangalia jamaa walikuwa very aggressive, wanafika wanagonga gonge moja la timu na wanacheza kwenye ushindani wa juu. Unajua hawa ni Champions League material hawa wanacheza Champions League msimu ujao hawa. Kwa hiyo kama kuna mtu anafanya tamasha, ni leo tukaulizana timu inacheza nayo inacheza mashindano gani? Hawa ni Champions League material. Mwaka juzi nafikiri walikuwa mabingwa wa Kongo, mwaka jana wameshika nafasi ya pili nyuma ya timu ya Mazembe. Bonge moja ya timu na mechi imekuwa nzuri. Wangetukuta kwenye ushindani hao tungesumbuana. Wale tu kwenye friendly na wao walikuwa kwenye ushindani na kama walikuwa wametumwa hivyo kwa matokeo. Baada ya kupata goli wanalala, wanajiangusha, wanafanyaje? Kwa hiyo dhana tena ya mechi ikaondoka, wakawa hapo kwenye kutafuta matokeo. Kwa hiyo wamepata matokeo, tuwapongeze, lakini sisi tunakwenda Zanzibar. Kilichotokea leo kitaalamu tunasema gusa unasi. Ali, ongea kwa kufanya utambulisho wa wachezaji kwa mara ya kwanza. Ni ipi experience yako na kwa matarajio yalikuwaje kwanza? Kwanza tulikaa kikao muda mrefu, nikamwambia tutafuteni kitu ambacho kiko simple lakini ni classic. Tutafute kitu ambacho kama tukifuta haya mabango mtu aone pengine ni kombe la dunia hivi linazinduliwa. Mtu aone pengine Tanzania ndio inafungua michuano ya Afrika. Tuliwaza katika level hiyo. Kwa hiyo lilikuja wazo la kutafuta yale maua ikawa mstari wa mbele. Wako watu walipendekeza maua ya ndani, lakini nikawaambia tafute maua ya nje. Watu wasafirisha kutoka mbali, ni watu ambao wanafanya hizo kazi sana, mkiona kwenye majukwaa makubwa, tukaline nao na imekuwa nzuri, imekuwa tamu, imekuwa ambayo unaweza kuiposti kesho kutwa tena, na watu wakasema huu ulikuwa uzinduzi wa Yanga Day. Hii ilikuwa interest ya msemaji ambayo unaweza kurudia kuipost mara kwa mara, na tukio likawa limekaa kimpira, likawa linavutia. Kwa naamini tukio leo ni tukio bora, tukio ambalo linaingia kwenye kumbukumbu. Uingiaji wangu umekuwa uingiaji wa mbele. Hizi level kama ni mtoto tu mdogo kawaida haiwezi kuelewa. Ni mpaka huo umesafiri sana, umepata exposure ndio unaweza kuelewa classic ambayo tumekamilia. Alikuwa pressure na gani kwako? Sikuwa na pressure yote. Kwa sababu Mungu nifanya sana. Unajua kipindi na somo huko wapi wanangu ndio wanajua. Ndio kwa michongo yangu. Sema sasa haya mambo yana wakati. Naelewa haya mambo yana wakati. Sio kwamba umefika tu na wewe taratibu uelewi, leo una force wakati wako. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Kwa hiyo nilikuwa na wait wakati sahihi uje, na nimekuja wakati huu nimefanya jambo langu. Tamasha limekuwa la aina gani? Tamasha limekuwa tamu. Vibe kutoka mwanzo mpaka mwisho. Yaani wanayanga waliokuja leo wameniheshimisha sana. Kila mtu alikuwa anatuma message sasa, jamani wanayanga wapoi. Tamasha limechangamka kwa sababu wasanii walikuwa wanapokea vizuri. DJ BRB ni mtu hatari huyo. BRB ni mtu hatari. Kwa hiyo DJs wote kina Mami sio wameua sana, yaani wafanya katika level ambayo hawajawahi kufanya. Kile mtu alituambia mwaka huu tunakwenda kuboresha kweli. Wasanii ambao tumewachukua ni wasanii ambao mara nyingi hawaonekani kwenye majukwaa. Ukiangalia Tukuru Band tunafanya vizuri sasa hivi. Tunawachukua wamekuja hapa kwa experience kwa tamasha haya. Tumeenda kwenye upande wa Bongo Flava, tukachukua wenzetu wa Bongo Flava ile Millennium ambayo sasa hivi wanafanya vizuri. Na sisi tukawapa platform waje watumie jukwaa hili pia kuonyesha kipaji chao. Lakini pia nimewekeza nguvu pia kama unaona kwenye Singeli. Mwaka huu nimejaribu kuangalia wasanii tofauti pia wa Singeli tuwape nafasi. Tuna wasanii wengi wa Singeli na niwaambie wasanii wote wa Yanga ambao wanawish kuperform. Haya mambo yanakwenda kwa wakati. Wewe jana perform wewe ilikuwa riziki yako, mwaka huu ni riziki ya mtu mwingine. Leo kaperform kwa mara ya kwanza hapa Tifa The Voice. Hamjawahi kuona, lakini kaingia leo kaua. Maana tumemjengea confidence, tumekuza career yake, anakwenda mbali. Bwido kaperform leo. Kidensa kaperform leo. Ni wasanii wapi wa Singeli ambao wanafanya vizuri katika mazingira mengine, lakini leo tume expose kwenye jukwaa kubwa, millions of people watazama na tunaupush muziki wa Singeli upande thamani. Kama mtu ameaminiwa hapa kwenye Yanga Day na amekurudisha zaidi ya watu 20,000 hapa, maana yake mtu sasa ukimfuata kwenye show ya kawaida kanuni yake itakuwa. Kwa hiyo nashukuru sana wasanii wote waliokuja, wametuheshimisha, lakini wana Yanga saluti kweli. Ilikuwa ni tamasha ambalo inawezekana mlikuwa mmefanya kazi tofauti na ukizungumza na wasanii. Hebu niambie, kwa Dudu Baya msisitiza nini? Dudu Baya nataka nikwambie. Dudu Baya
siku ya kwanza na inakutana naye, nilimuona ana trend kwenye social media kabla hata haja perform kwenye miaka 30 ile ya pale Mlimani. Mimi nikaona meeting before, nikamwambia mzee, kondoni zako zinatembea sana kwa hiyo kwenye social media, lakini ni mwanamuziki, mimi na best platform ambayo inaweza kuulisha katika wakati sahihi. Lakini nimshukuru pia rais wa Yanga Engineer, pamoja na kwamba status yake, lakini anaelewa mawazo ya vijana, yaani mara zote kwa ajili ya support mawazo ya vijana. Kwa hiyo nimwambia bwana, tuna idea Dudubaya, akaipokea kwa mikono miwili na yeye akatoa idea zake, na tukamwambia Dudubaya uperform pale Mlimani, si ndio? Yakatokea kutokea. Ukiharibu na leo hapa, maana yake sio unaharibia Yanga, unaharibu wewe safari yako ya kutokuperform tena, kutokualikwa tena. Kwa hiyo tulimwambia weka akili yako vizuri, fikiria tamasha lao. Kama nagundua jana alimba ni pamoja tu Mwanza, akili yake iliweka hapo, na amekuja leo, wananchi wampokea vizuri na akaua, kapiga tamasha zuri Dudubaya. Kesho nitakwenda kuipost ile performance yake pamoja na show kapiga Dudubaya, na hajaingiza mambo yake, kapiga vizuri, ametulia. Kwa maana yake sasa hivi wadau promoters wataendelea kumpa kazi Dudubaya kwa kufanya licha ya performance nzuri ambayo imefanyika, lakini tuliona viongozi wenu labda wakitoa shukrani, wakizungumza na mashabiki kama viongozi wengine waliofanya. Sasa mbele ndio tuliona hasa tamasha la mpango kazi wake. Sisi wanataka tumalize mapema ili timu kesho inasafiri kuelekea Zanzibar. Kwa hiyo tumepunguza vitu vingi sana. Hawa viongozi wana sehemu zao za kuzungumza, watakwenda kuzungumza, wala hakuna shida. Lakini leo tulikuwa aim tutoe mambo ya hotuba, tuwekeze kwenye burudani, watu wanaokuja wapate burudani, sio kwamba ilikuwa nini. Hapana, tupunguze hotuba, tufikishe tamasha na watu wapate burudani kwa 100%. Viongozi wetu hao unawaona, hawa viongozi unawaona, hawa ni viongozi walionyooka, si ndio? Kwa hiyo swala wao kutokuzungumza hapa wote sio issue, yaani sio issue kabisa, kwa sababu wanajua ni eneo la burudani na burudani imekuwa kubwa. Hili sio jukwaa la kutumia kufanya siasa, kufanya propaganda zako, kufanya nini. Hapana, wao wanajua kwamba mambo yote yanaandaliwa huko, hapa inakuja burudani na burudani inapatikana kweli. Kulikuwa na matarajio mengi juu ya kitu namba 6, namba 6. Leo tarehe ngapi? 9. Isha sajili nafunga tarehe ngapi? 15. Ndio, bado siku 6. Panta hofu. Tafsiri yake ni kama usajili bado haujaisha. Usajili wa Yanga bado haujaisha. Tunaondoka kesho saa 6 mchana hapa Dar es Salaam, tunaelekea Zanzibar kwa njia ya boti. Kwa tunawalika bandarini pale. Tutaongea Instagram inshallah. Kwa hiyo kesho saa 6 tutakuja pale bandarini, tutaondoka kwenda kwenye mechi ya Ngadi. Ni mechi ya ufunguzi, mechi ambayo tunaelekea kwenye habari zetu, kwenye makili wetu, na tutakwenda kushowcase kitu tofauti kabisa ambacho mmekiona leo.